Karibuni sana katika sada ya leo katika runinga yetu na mitandao yetu ya kijamii. Ni Mteja TV, sauti ya Injili, na mimi wako Pastor Apostle David Kariuki. Karibu sana katika ibada, itakuwa ya baraka, na naamini kwamba tutaweza kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo kila mtu namwalika tukaweze kubarikiwa kwa pamoja, tukiamini Mungu ya kwamba atatenda na atafanya yaliyo mapenzi yake katika jina la Yesu. Kwa hivyo mtazamaji wangu wa pale YouTube, Mteja Kariuki Mteja wa Yesu, na pale TikTok Kariuki Mteja wa Yesu, na TikTok ya David Kariuki .57 unaweza ukanipata, na itakuwa ni baraka sana. Kwa hivyo karibuni sana katika ibada ya leo. Tuamini kwamba Mungu atatenda katika makanisa yetu yote na katika hali ya imani. Waje tumwamini Mungu ya kwamba atatenda na kufanya yaliyo mapenzi yake. Kwa hivyo karibu sana na Mungu atatubariki. Amen. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Mimi wako Apostle David Kariuki, na napenda kukualika sana siku ya leo katika mitandao yetu ya kijamii, mitandao yetu yote, Mteja TV, Kariuki Mteja wa Yesu, TikTok, Kariuki Mteja wa Yesu, YouTube. Kwa hivyo karibuni sana tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Tumwaminie Bwana maisha, tumwaminie Bwana maombi, tumkubalie Mungu aweze kutawala siku ya leo. Kwa hivyo karibu sana katika service ya siku ya leo. Wacha tumwamini Mungu, tumwamini Mungu atafanya, atatenda na atatembea pamoja nasi katika mahitaji yetu yote. Tuamini kwamba Mungu atatubariki. Naamini kwamba siku ya leo itakuwa siku ya maajabu, manake tunaenda kusikia neno la Bwana katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume chapter number 2 verses Matendo ya Mitume number 12-13, na itakuwa ni baraka sana mtazamaji wangu. Naamini kwamba mahali popote ulipo utaweza kubarikiwa na utaweza kuinuliwa kupitia neno la Bwana. Kwa hivyo ni zamu yangu nikualike, nikwambie endelea kutazama, endelea kuangalia, endelea na kushare na pia kulike, na itakuwa ni baraka sana mtazamaji wangu wa Kariuki Mteja wa Yesu. God bless you. Asante kwa sababu watupenda. Asante kwa sababu waturehemu. Jina lako litukuzwe Baba yetu. Asante kwa nguvu zako na uwezo wako. Asante kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Asante Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakuinua. Tunasema jina lako liinuliwe. Asante Baba yetu. Asante Baba yetu. Tunaomba kwa yeyote Bwana atakayesimama mahali hapa, Mungu kambariki, Mungu kamjasirie katika jina la Yesu. Tunaomba kwa sababu ya wale wako jirani, Mungu kawasaidie watakapokuwa wakija, Bwana ukawaharakishe tupate kuendelea pamoja, nalo jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya rehema zako, asante kwa sababu uko pamoja nasi, asante kwa sababu ya kuanza nasi. Tunakushukuru, tunakuinua. Bariki yoyote Bwana atakuwa mahali hapa. Bariki watumishi wako Bwana. Bariki washirika wetu Bwana. Bariki kazi yako Jehova. Bariki Kenya yetu Jehova. Ionekanie Jehova. Ipigania Mungu wa Israeli. Pigania Kenya hii Baba. Pigania viongozi wa Kenya hii katika jina la Yesu. Pigania Kenya hii. Bwana wa majeshi, shuka na kutamalaki Baba. Shuka kwa Kenya hii Bwana. Tawala, maana wewe ndio Mungu. Wewe ndio unatawala, utawala wa ajabu. Tunakushukuru, tunakuinua siku ya leo Bwana. Nguvu na mamlaka zako Bwana na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ukatawale kila mahali katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Basi naomba tuweze
sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni mwangu. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni mwangu. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, moyoni mwangu. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, twakuhitaji Yesu, twakuhitaji Yesu, twakuhitaji Yesu, moyoni mwangu. Twakuhitaji Yesu, twakuhitaji Yesu, twakuhitaji Yesu, moyoni. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, moyoni mwangu. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, moyoni. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, moyoni mwetu. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Tutakaze Bwana, tutakaze Bwana, tutakaze Bwana, moyoni mwetu. Tutakaze Bwana, tutakaze Bwana, tutakaze Bwana, moyoni. Asante sana Bwana, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni mwangu. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni. Imani ameponya, igereka mikono, ayeho kaita, yono kaita, natane ponete, nani kane poi pata, kakoti, kapane ponatati, epato atmaro, awene kurake mudo, ifukike yako, ayoma ayone ponete, nani kane poi pata, kakoti, ewa kamani kene musa, aketumeke amoaji, Baba, katika jina la Yesu Kristo, mbele zako Bwana asubuhi ya leo tunaliinua jina lako Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa neema yako, asante kwa kibali. Wewe ni Mungu wa maajabu, kando nawe hakuna mwingine.
Bwana wa majeshi ni wewe uliyetuwezesha, ni wewe umetusaidia Bwana. Ubali tumetoka na mahali tumefika Bwana, tumeona mkono wako Bwana. Pokea sifa Bwana, pokea heshima Bwana, pokea shukrani zetu. Hii ni kazi ya mikono yako, kama sio wewe Bwana sisi tungalikuwa wapi? Tembea kwa maisha yetu, tembea Baba kwa watu wako. My God, this morning we need to see your power. I need to see your power, my God. Kama mama yetu Hosea, tunahitaji tuone roho zako, tunahitaji tuone Bwana ukitenda kitu kwa Baba yetu. Kama mama shaka, kwa shaka na roho, kama mama yetu roho, kapose katana, kama mama yetu roho, unaweza Bwana Yesu, nina kama wewe Bwana, nina kama wewe Yesu, nina kama wewe Mfalme, asema yale tunapenda, tunalifa jina lako, tunamtukuza Bwana, tunamtukuza roho Bwana, tunamtukuza mama yetu, Bwana umetendea, umetendea siku ya leo, haikuwa nao, ni kwa sababu yako, wewe umefanya jinsi ulivyopenda. Hadi Bwana siku ya leo, kuna kila sababu ya kulitukuza jina lako, kuna kila sababu ya kuliabudu jina lako, kuna kila sababu. Kama mama yata, lekelele bosha, kama mama kotoboza ya, kama mama yata, fungua mlango Bwana, fungua mlango Bwana Yesu, fungua mlango Jehova, maana ni wewe unatuwezesha, ni wewe unatusaidia, wewe ndio nguvu zetu, wewe ndio mwamba wetu. Babu ya moja anapokuja kwa mwamba anakuwa salama. Asubuhi ya leo Mungu wako bila kazi, Mungu wako tunakandia, Mungu wako tunakulia milango, Mungu wako asubuhi ya leo inalia maibora. Ukasikia sauti yetu, ukasikia sauti ya kilio chetu asubuhi ya leo, ukaweza kutenda Bwana, ukikaza na neno lako, ukikaza Baba ni mapenzi yako, katika jina la Yesu. Let your my Father, let your will done in our life, oh God, let your will done in our life, oh my Father, let your will done in our life, my Father. Oh Jesus, tunakuabudu Yesu, tunakupenda, tunakuheshimu, tunakuinua. Oh my God, my God, my Father, tunainukia kila maroho, kila maroho ambayo Baba ni kinyume na mapenzi yako, ambayo Baba ni kinyume na mapenzi yako, maisha yetu yanahitaji, Baba inakuhitaji.
Oh,
tuweke misingi ya Yesu ya Mungu na Yesu mtakatifu. Amen. Awe ndio msingi wa mioyo yetu. Awe ndio msingi wa maisha yetu. Amina. Awe ndio atatutawala katika jina la Yesu. Amen. Maana tusipokuwa na hawa Mungu na Yesu Roho Mtakatifu hatuwezi lolote. Maana ndiye anatutia msingi wa kuogopa Mungu, wa kuogopa na kuchukia dhambi. Kuogopa Mungu na kuchukia dhambi. Amen. Bwana asifiwe. Maana hawa ndio mwanzo. Tuseme Mungu ndio mwanzo wa mambo yote. Na ndiye anaweza kutupatia misingi mzuri ya kuishi maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Maana tusipoogopa Mungu hakuna mahali tunaenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha, nataka tusome kidogo tuone ile tutaweka hili madhabahu misingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaenda Kumbukumbu la Torati. Na Torati 28. Deuteronomy 28. Inasema ya kwamba Deuteronomy chapter 28 and verse 1 and to 7. Inasema ya kwamba kwa lugha ya Kiswahili, itakuwa atakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chopo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Verse 7. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Amen. Amen. Mungu atatubariki. Amen. Tugabyuka akumenyerera watho wa Ngai na tuigue na tumuiguage. Yaani wakati tutamsikia Mungu na tumtii, haya na mwekinya atiriri akiwa ũngĩkaigua uge wa Jehova Ngai waku nakĩo nĩguo akũmenyagĩrĩre maathani make mothe
Maria agwatite umuthi wikage Jehova Ngai waku niagagutungiria muno unenehe gukira nduriri iria ingi ciothe cia thĩ. Amen. Nataka kusema ya kwamba wakati utakaposikia Mungu na kutimiza amri zake, Mungu atakuinua kuliko mataifa yote ya dunia hii. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atakufanyia mambo makuu. Tumesikia kwamba ulisoma ukiteremka hapo. Atakubariki kutoka hapo ulipo. Atakubariki katika chono chako. Ndio naenda kutoa viazi naye shamba. Bwana asifiwe sana. Utakubariki mpaka zile vitu tunapikaga naye chapati. Utakuwa ukikula chapati ukipika, yani mambo kama hayo. Atakubariki na unga ya chapati. Atakubariki na mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Atakubariki na mifugo. Atakubariki na ng'ombe na mbuzi na kila kitu ambaye mwanadamu anahitaji. Chochote unahitaji, atakubariki nacho. Amen. Kwa hivyo utakuwa wa nyuma, bali utakuwa wa mbele. Wa mbele. Bwana asifiwe sana. Utakuwa mkia lakini utakuwa kichwa. Bwana asifiwe sana. Akasema atakulinda. Bwana asifiwe sana. Atakulinda. Maadui zako watafikiria kuja kukupiga na njia moja. Lakini Bwana atawanya na njia zako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakujalishi maisha unayekaa saa hii. Bali ukiamini Mungu na kutii amri zake na kusikia na kutii sheria. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu atakutendea makuu. Mungu atakuonekania. Bwana asifiwe sana. Nataka tusome sasa, tuanze sasa. Mahali ambaye tunaamuka sasa. Kwenda vitani. Tumeanza. Tumeamuka. Na sasa ni wakati wa kwenda vita. Na sasa sio sisi tunaenda. Kuna ule anatuongoza. Vile aliambia Jehoshafati. Sio wewe utapigana. Kuna ule atapigana. Hilo neno tunalipata katika hiyo tu kitabu. Kitabu hicho 20. Deuteronomy chapter 20. Verse 20. Deuteronomy. Sasa tunaenda vita. Amen. Nasema hivi, utakapo kwenda vitani kupingana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msonge hapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapinganoni juu ya adui zenu. Mioyoni mwenu asizimie na asizimie, msiche wala msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu, ili kuwaokoa ninyi. Na makida na waseme na watu na kuwaambia, ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala hajaiweka wakfu? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni akaweka wakfu na mtu mwingine. Amen. Tukienda vita, Bwana aliambia wana wa Israeli, kama aliongea na Musa,
mtakapoenda vitani, wakati mtakapoenda vitani, mkutane na watu wabaya wako na silaha zao, na mkutane na watu wabaya wako na nguvu. Muone kama wana nguvu washinda, muone kama wana farasi nyingi ama wako na mabomba makubwa, hamtawezana kupigana nao. Msiogope, kwa sababu ni Mungu wenu yuko pamoja nasi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Msiogope. Msiogope watu wa Mungu. Msiogope, maana niko pamoja nanyi. Amen. Nasi tumeamuka, tumeelekea vitani ya kiroho. Tusijali. Amen. Tusiogope. Amen. Tusione kama tumeenda peke yetu, bali Yesu ako pamoja nasi. Amen. Jehova ako pamoja nasi. Amen. Akatupiganie vita. Amen. Maana vita sio vyetu. Amen. Vita ni vyake. Tusiogope. Tumeenda, tumeamuka na tumeanza kwenda. Tusiogope watu wa Mungu. Amen. Bali tuwe na nguvu. Maana tunajua kuna ule anatuongoza na ako na nguvu zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndugu zangu na dada yangu, usiogope wakati utakapoendelea katika hii madhabahu. Utakapoendelea katika madhabahu ya Mungu, usiogope, pana kuna ule anakupigania vita. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sita zinaweza kuja katikati ya hii. Nikuja wakati uko safarini, mashida iwe nyingi, usikia kwamba simama kwanza, nitakaa hivyo, maana hii shida zimekuwa nyingi sana. Usiogope. Amen. Mungu anasema usiogope, maana ni mimi niko pamoja nawe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Niko pamoja nawe nikupiganie. Maadui zako hawana nguvu, sababu hawana Mungu, lakini wewe uko na Mungu, uko na nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaenda vita, tunaamuka, tunaenda vita na tuko na nguvu. Amen. Kwa sababu tuna ule akona. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko na uwezo kupigana na maadui. Amen. Maana ule ako ndani yetu, akona uwezo kupigana na maadui zetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo msijali, msione kama hatutaweza kufaulu, tutafaulu. In Jesus name. Amen. Na watu wengi watakombolewa. Amen. Watu wengi watamcha Mungu. Amen. Watu wengi watasimama na kusema Yesu ni Bwana. Oh yes. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Watu wengi watafunguliwa mahali wamefungwa, kwa sababu mashujaa wa Mungu na hata jeshi la Mungu limeamuka na kwenda vitani. Amen. Na kuna ule wanatumainia ya kwamba ako na nguvu na uweza ya kuwapigania, ya kupigana vita. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wako na Mungu ambaye ako na uwezo wa kulinda maisha yao. Amen. Bwana asifiwe sana. Ya kulinda miili yetu, ya kulinda roho zetu, ya kulinda mawazo yetu, sikaje kuibiwa na shetani. Na wakati ninaendaga ninakumbuka wakati wa Joshua, wakati walienda kupigana huko Jericho. Kuna mahali walifika, Mungu akatuma malaika wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kitabu ya Joshua akatuma malaika wake aende pamoja naye akawapiganie vita. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mahali nafika unaambia Mungu tatuma malaika apigane hii vita. Maana vita sio yangu. Mimi sitaweza mimi. Bwana nimekuachia. Pigana na adui zangu. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Pigana na hii shida ambayo inanifuja moyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Pigana na hii shida. Pigana na hawa maadui. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Wao wanataka kunifuja moyo ili nisipate kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwadhani. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka kujua ya kwamba tumeamuka na tunajua mbele zetu kuna vita, kuna maadui. Yes. Watasema na ukiwaona hakuna kitu wataweza, hakuna hawatafaulu, lakini sio sisi. Yule anapigana nao ni Mungu.
Bwana asifiwe sana. Amen. Na huyo ndio mwenye vitu. Oh yes. Huyo ndio mwenye huyo ndio alituita kazini. Na huyo ndio atapigana vita. Na huyo Bwana ndio atatushindania. Na tutafika mahali tunaenda. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatutakoma. Yes. Bali tutaendelea katika jina la Yesu. In Jesus name. Sana sana ninapokumbuka hata wakati huyu mtu wa Mungu alikuwa anaenda vitani, watu walikuwa wakiuliza Mungu, tutaenda aje vitani, tuguthia tia bara hii namna gani, tutaenda vitani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wanaenda wanafunga wanaomba ili wapate kuelekezwa na Mungu, maana hao hawangeweza bila Mungu. Amen. Na Mungu anawasaidia, anawaambia tutafanya hivi, uko fulani ndio watawaongoza. Mungu tokorio ni muhirika wa Juda. Mungu tokorio ni Bwana asifiwe sana. Utaongozwa na Yuda, utaongozwa na nani? Sasa Mungu anawapatia mwelekeo. Naye sasa sisi ni lazima tungekuja kuuliza Mungu, tutaendaje vita? Bwana asifiwe sana. Tutaendaje vita? Tutaongozwa na nani? Naye Bwana Mungu sahi ametuambia kwamba yeye ndiye atakuwa kiongozi wetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye ndiye atakuwa kiongozi wa vita. Naye ndiye atatusaidia. Yes. Naye ndiye atatupigania. Amen. Tutakaposikia tutakaposhika amri za Mungu. Yes. Tutakaposikia akituongeleza, yeye atatusaidia katika vita. Amen. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Hatutawezwa na maroho zile zinakaaga njiani. Nakumbuka wakati wa Rabii walikuwa wanatoka Babuloni wakibeba vitu za Mungu. Walikuwa wanaogopa. Kwa sababu kuna maadui walikuwa wanakaa njiani. Yes. Na hawa maadui walikuwa wanataka kuwapiga na kuwanyang'anya vitu za Mungu. Lakini Mungu alikuwa pamoja nao. Amen. Aliwaambia msiogope. Ninyi hapa mmebeba vitu zangu. Msiogope. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana niko pamoja nao. Amen. Wakaenda na wakafika. Wakaenda Yerusalemu. Amen. Hata sisi tumebeba silaha. Yes. Tumebeba vitu za Mungu. Tumebeba wokovu. Amen. Tumebeba utakatifu. Tumebeba mambo ambayo ni ya kutushindania. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasi tunapoelekea hivi, Shetani anaona tuko na vitu za Mungu. Anataka kutunyang'anya. Anakuambia hata hiyo kanisa, anakuambia hata hiyo madhabahu haina Mungu. Bwana asifiwe sana. Toka hiyo, enda ile. Hiyo anafanyaga. Bwana asifiwe. Unasikia kwamba hakika. Amen. Usikubali na usiogope, kwa sababu kuna Mungu ambaye analinda maisha yako. Amen. Kuna Mungu analinda ile kitu uko nacho. Yes. Kuna Mungu analinda vitu zako sasa, silaha zako. Kuna Mungu analinda zile vitu zimeteuliwa na Mungu ndani yako. Amen. Anasikia. Amen. Amen. Usiogope. Akaniambia mwanadamu, risha tumbo lako, jaze tumbo lako kwa hili gogo lilipalo. Ndipo nikalila, nalo likinywani mwangu likiwa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Haleluya. Maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni wala kwa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli, si kwa watu wa kabila nyingine nyingi wenye maneno mageni na lugha ngumu, ambayo huwezi kufahamu maneno yao
bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangelikusikiliza, bali kwa nyumba ya Israeli hawatakusikiliza wewe, kwa kuwa hawanisikilizi mimi. Maana nyumba yote ya Israeli wako na vipaji vigumu na mioyo ya ukaidi. Haleluya. So kitu ya kwanza, Ezekieli aliandaliwa kabla utumwe unaandaliwa. Bwana asifiwe sifa. Kabla upatie ujumbe, wewe mwenyewe Mungu unataka kwanza kukudhibitisha kwamba ile maneno ambayo anaweka ndani mwako kama inafanya kazi. Bwana asifiwe sifa. Ndio maana namwambia kwanza kula ushibe. Hawezi ukapelekea watu chakula na uko na njaa. Bwana asifiwe sifa. Lazima tutafute Mungu ili tusikie kweli tuko na Mungu. Tusikie hata ukasikia tunasikia vizuri. Hata kwa uso tuko sawa. Amen. Maana Mungu aliye na Mungu hata sura yake utajua. Hana kisirani. Hana ile roho ya wenda wazimu. Bwana asifiwe sifa. Maana huyu ni chombo cha Mungu. Tayari ametumwa, ameandaliwa kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe sifa. Na maandiko ikasema ya kwamba Ezekieli akaandaliwa, akaambiwa kula neno. Salimia jirani, mwambie kula neno. Haleluya. Akakula akashiba. Maandiko inasema ilikuwa kinywani, ilikuwa na utamu kama utamu wa asali. Na kuna tafsiri ile inasema kwamba ikifika kwa tumbo inakuwa chungu. Hiyo neno ikifika kwa tumbo, ikianza kureflect, ikianza kufanya kazi, inakuwa chungu. Na ndio maana Ezekieli kuna mahali ilifika kwamba akaambia Mungu, tunataka hudumia. Wote ni washo. Alimwandaa akamwambia wale watu na kutupa kwao ni watu wakaidi. Ni hata maombetie goro. Wote ni washo. Ni hata batanye dete. Ni hata magararage, ni watu ambao wanakataa maneno yangu. Ni watu ambao hawapendi ukweli. Kama vile Mungu umetuambia, kwa sababu foundation yetu ni msingi wa utakatifu. Utakatifu na kushika sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Maanake hakuna vile tutatembea na hatuna hiyo kipawa cha Mungu. Yaani hiyo haijazaliwa ndani yetu. Na ndio tunajaribu kuweka msingi. Tuogope dhambi, tukubali Roho Mtakatifu achukue shukani ndani mwetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa ambayo iko na Roho Mtakatifu, hata watoto huwa wanakuwa wamejazwa. Nimeenda kanisa moja Kikuyuni nikakata watoto. Kana toa dini. Kana dhioma. Kana tafsiri. Kana hata kutoa watu kwa nyumba wenye wako na shida. Na nikatoka dogo. Kwa hivyo Roho akishashuka ndani yako, hata haitajalisha wewe ni wa miaka ngapi. Haitajalisha wewe unaenda wapi au ni wa familia gani. Hata kukamata tu na unaanza kusikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulifikia usikie, tuwe na masikio ya kusikia neno la Bwana. Bwana asifiwe. Mtu aliye na sikio kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume chapter number 12. Chapter number 12 ndio nipatene ushuhuda. Hatuna haraka hapo. Amen. Hili sikio ya Mungu. Sisi hatuna haraka. Ndio wakati tunaenda msingi. Matendo ya Mitume 12 verse 13. Utasikia hapo vile inasema. Inasema vizuri hapa ni wakati ambao Petro alikuwa ameshikwa na akawekwa gerezani akiwa hii siku nyingine alikuwa ameandaliwa afe. Maandiko yanasema ya kwamba na 12:13. Naye alipofisha kilango cha lango, kijakazi Ronda akaja kusikiliza. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Petro alipopisha lango, kijakazi Ronda akaja kusikiliza. Lazima uwe na masikio ya kusikia. Bwana asifiwe. Kwa sababu inawezekana ya kwamba uhubiriwe, ufundishwe, lakini inaingia hapa inatoka pale gani? Maana kinasema walikuwa katika hali ya maombi, ilikuwa usiku wa manane. Wakiomba kwa ushirika. Wakiomba ili mtumishi Petro aweze kuachiliwa. Ikafika kiwango ya kwamba malaika, kumbe Mungu alisashikia maombi. Akamtuma malaika ya kule gerezani, akaenda akamtoa Petro, akakata minyororo hiyo ya mikono. Akamuongoza mpaka akamtoa nje. Bwana asifiwe. Sasa hapa ni wakati maombi imejibiwa. Na maandiko yanasema kwamba wengine walikuwa wanaendelea kuomba.
walikuwa katika hali ya maombi. Petro afunguliwe, Petro arejeshwe, Petro asiuliwe. So walikuwa wanaomba. Maandiko inasema wakati huo kijakazi Roda akasikia malango yamebishwa. Salimia jina kumwambia malango imebishwa leo. Imebishwa leo. Malango ya huduma hii imebishwa leo. Bwana ameshatumbana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba katika verse 14 ikasema hivi, alipotambua sauti ya Petro hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani akawaambia wengine kwamba Petro amesimama malangoni. Wanasema Petro akasema kwamba wakamwambia, hebu sikiza watu ambao hawana masikio ya kiroho. Tunaongea mambo ya masikio ya kiroho. Sikia, hawa wanaomba, lakini wakati Roda anakuja kuambia wachaneni na maombi kwa sababu Petro ako mlangoni. Verse 15 akasema ya kwamba wakamwambia kuna wazimu kale Mungu. Hello? Watu ambao hawako connected hawajui majira ya kuomba na majira ya kujibiwa. Wakamwambia kwani uko na wazimu? Yeye akakaza sana akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena na malaika wake. Wakanena ya kwamba ni malaika wake. Hebu sikiza verse 16. Petro akafulisa kugonga. Petro hakugonga ya kwanza tu. Aliendelea kugonga mpaka malango ifanye nini? Ifunguliwe. Maandiko yakasema ya kwamba hata walipokwisha kumfungulia wakamuona wakastaajabu. Siku ya leo Bwana anakuja kustaajabia. Kuna mambo, kuna ishara Bwana anakuja kuonyesha katika nyumba hii. Tutakuja kushangaa kwa mambo ambayo Bwana ameandaa kwa sababu ya nyumba hii. Haleluya. Kuna mambo Baba atatushangaza kwa sababu ya huduma hii. Kuna maono itashangaza watu kwa sababu hii ni mwanzo. Kuna vitu vitaanza kutokea kuanzia leo kwa sababu umeingia katika nafasi yako. Umesimama katika msingi wako. Maandiko inasema ya kwamba Roda akashangaa, akasema sitafungua lango mpaka niwapishe wenzangu waachane na maombi wakuje tuweze kushuhudia mambo haya ya ajabu pamoja. Haleluya. Wakamwambia wewe Mungu uko na wazimu. Wakati mwingine watu wa Mungu ukisimama vile Mungu anataka, kuna vitu utasikia ambavyo wengine hawasikii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Heka milango kuigua etali ya ibone yake. Ndio tuko katika maombi moja. Ndio tuko katika ushirika moja, lakini wao hawakuwa na sikio za kusikia. Lakini kijakazi Roda ndio anapata nafasi hiyo na uwezo huo wa kusikia ya kwamba kwa mlango kuna mtu anabisha. Kuna maono inabisha hapa. Haleluya. Amen. Kuna maono inabisha duniani. Ndio. Hena ndogelea hali ile kwa mbia huko. Na lazima mimi nilikuwa wa kwanza kusikia. Amen. Hello. Na ukisikia hapo ndio wewe unachukua hapo. Akachukua hapo tena kwa kusikiza. Akasikia hiyo sauti ya Petro. Hiyo sauti ndio ile msitunaombea. Haleluya. Amen. Basi hapo hapo tu kwa kawaida. Hapo ndo kinyete ndio waitora. Hapo ndo kinyete. Na ngeindare kete kora kile malaika. Ate mudoyo ndiye kete kwa hao. Sisi hatujafungwa, tumefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumefunguliwa. Na ndio ile itajua Yakoba kuna Mungu. Itajua kuna Mungu ambaye anatumia watu. Hao viwetu watajua kuna Mungu. Lazima watembee as long as tunasimama kwa pengo ambayo Mungu anahitaji tukae. Hao lazima watajua. Amen. Siku ya leo nataka upandishe roho ya kisindani. Unajua shetani amekukandamisha miaka mingi. Haujafanya mapenzi ya Mungu kwa miaka mingi. Umekaa katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia ni kana kwamba hakuna jawabu. Kumbe si eti jawabu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna malaika wakiwa ufalme wa giza hakuwa nataka hizi maombi yako isikike. Lakini siku ya leo anga iko wazi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anga ya leo iko wazi. Na katika dunia kuna kisima kitajibuka. Kisima cha maji safi. Maji ambayo watu wengi watakimbilia. Na wakifika kiu itaisha. Amen.
Haleluya. Kiu lazima ishe. Kiu ya kutaka, kiu ya maombi lazima ishe. Kiu ya utakatifu. Watu wengi wametamani utakatifu lakini hakuna mtu wa kuelekeza. Kila mtu kienda wako na roho ya huko. Yes. Hello. Wako na roho za kwao. Sasa unasikia kwamba kuna wengine ni wiki wakiomba kiroho. Wengine imani yao ni kidogo, inataka watu wamkushike. Lakini wale wanaanguka mikono yao hawana ile uwezo. Hawana capacity. Wanaweza kusema sisi Mungu tuambia Mungu atupatie muscles. Hata wenye wakoma kwenye tando haya. Toka ndio njia ya Ngai. Hello. Na inawezekana kwa jina la Yesu. Amen. Wanaweza kusema. Amen. So I know that Mungu anaweza kufanya jambo jipya katika jina la Yesu. Kwa nafasi hii nataka niweze kukaribisha kila mmoja ili tukaweza kushuhudia. Leo tunataka foundation msingi. Usikie uko free hata kama dakika 10. Gonga. Sio nasikia unaweza kufanya. Hebu fanya leo tuone. Na unajua kwa kamera. Amerika wanakungojea. Malaysia wanakungojea. Hello. Pakistan wanakungojea. Kenya mzima inakungojea. Kwa hivyo stoa kitu ambacho unasikia kusimamia dunia. Nini hiyo? Nini hiyo unasikia? Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka kila mmoja azungumza. Na nataka nikaribishe mzee. Haleluya. Amen. Mzee akatika nyumba leo. Dunia inakungojea waongeleshe. Kuja baba. Mimi karibu sana. Karibu sana. Najua mimi napenda Kimasai sana. Yes. Na ndio mimi najua hiyo lugha sana. Amen. Na nitachanganya kidogo Mungu. Kiswahili inakuwa saga. Tusikilize hivi. Ongoza na uwepo wa Roho Mtakatifu. Oye. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina langu ndio mmesikia mimi najua Mzee Baba Selina. Na nimeokoka. Amen. Kristo ni Bwana. Amen. Amekuwa mlinzi wangu. Amen. Amekuwa kimbilio langu. Amen. Tangu na lakini nimeokoka sasa. Sio juzi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo huyu ndio mama. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na tuko wazee. Yeah. Na sisi tuko na wajukuu. Yeah. Na vitukuu ndio hivi. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sina ubaya na nafurahi sana. Amen. Kwa kuona nyinyi ama siku leo mmekuja kututembelea. Amen. Na ni shukrani kubwa kwa ajili ya neno la Mungu ama kazi la Mungu mmekuja kuendesha. Amen. Ama kuendelea. Kwa hivyo nasikia furaha. Karibuni na mkaribu tena na mkaribu na warafiki zenu. Amen. Wakati mnapoona hapo mwambia tuko na kanisa mahali fulani tunashiriki, karibuni nanyi mjue mahali tulipo. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kwa hivyo sina ubaya, nafurahi na Mungu asidi kuwabariki ninyi na watendee mema na karibuni tena. Amen. Na tena kwa ajili ya wiki yenu na hii nyumba ni lenu. Amen. Na Mungu asidi kuwa pamoja. Amen. Wow. Biblia msema kwa Mungu. Haleluya. Amen. Sema kama ya nani? Sema kama ya. Haleluya. Amen. Yes. Nikimasa yakini nasikia roho Mungu msaidia ametoka Kiswahili. Amen. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko hapa Baba na lazima tusomeze Injili. Yes. Hiyo miaka Mungu ametupatia. Tutasimama imara. Amen. Na Mungu hachelewi. Kabisa. Mungu hachelewi. Mwanadamu anaweza kuchelewesha, lakini ya Mungu hachelewi. Na kuna roho ambayo Mungu anapatia watu wake, ndio speed anointing. Speed anointing kama ile ilikuwa na mtumishi wa Mungu Elisha. Ni Elijah ama ni Elisha? Elijah. Ni Elijah. Wakati Mungu alimwambia mfalme aitwa Ahab, akamwambia unaona wingi umeona,
wewe panda farasi wako na uende haraka, kwa sababu dakika kama 10 hautaona kitu kingine kitafanyika hapa. So mfalme akatangulia bio na farasi wake, na baadaye kunaniambia kwamba naye Mungu atapatia Elijah speed. Akaenda mpaka akampita Bwana na alikuwa na farasi. Hiyo ndio nguvu tunahitaji. Wanaweza kusema amen. Na hakuna mabaya tutapata. Amen. Mungu atatimiza maono yetu kwa wakati katika jina la Yesu. Kwa hivyo kwa nafasi nataka nimkaribishe mtumishi, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ni mhubiri. Haleluya. Amen. Ni mwalimu, hata ameniambia kuna maono ya shule, anataka kufungua shule hapa. Wanaweza kusema amen. Akona maono big, hivyo atajieleza na ujue dunia inakumwajia kabisa na pasta Mungu. Bwana asifiwe. Afra sana. Acha tuchukue nafasi hii niweze kumshukuru Mungu. Ameniwezesha, amenipa afya nzuri. Sijalipa chochote. Kama ningalikuwa nalipa, sijui tungekuwa wapi. Lakini tuko na furaha. Nashukuru Mungu tulipokuwa na huyu apostle wa nguvu. Akanielezea kwamba kuna mahali huduma inaenda kuwekwa. Nikamwambia nitajaribu sana niweze kufika mahali hapo. Ndio. Tuweze kuchapa injili kwa pamoja. Amen. Nilikuwa tukuje na mke pamoja. Akaniambia kwamba tupange Sunday hiyo. Akawa ananiandaa haraka kwa sababu nilikuwa nimemwaahidi apostle. Nikamwambia sitachoka kukuja. Injili iweze kufanya nini? Kusonga mbele. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu amenionekania. Nimeweza kutoa album ambayo inasema Samson mwenye nguvu alidanganywa na Delila. Na nimeweza kupata dawa ya uzima. Yesu mwana wa Mungu ndiye dawa ya uzima. Kwa kila kitu tunastahili kumtumikia Bwana. Kwa sababu ni yeye ndiye ametuweka uhai. Nilikuwa Muislamu lakini Bwana akaweza kuniondoa katika hiyo dini ya Kiislamu. Akaniambia ya kwamba njia ambayo ninataka uelekee ni njia hii. Na mimi nikaweza kufanya nini? Kuingia katika huduma na miguu yote. Bwana asifiwe. Si kuangalia nyuma, kwa sababu wakati umeanza huduma zidi kuangalia wapi? Mbele, na kila kitu kitakuwa shwari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uko na furaha. Usione ya kwamba tumeanza hivi. Hii ndio mwanzo. Hii ndio msingi. Msife moyo na msitoke katika nyumba ya Bwana. Weka miguu yote katika nyumba ya Bwana, mawazo yote katika nyumba ya Bwana. Mtumikie Bwana na mali zenu zote. Bwana asifiwe. Ninafunza shule moja hapo inaitwa Anesa Favor Academy. Nimeingia mahali pale juzi na hakika Bwana amezidi kutupeleka mbali. Mimi niko na maono ya shule. Nimekuwa nikitafuta mahali. Na huyu mtumishi ni mtumishi mzuri, ameniongoza sana, ameniambia ya kwamba kila kitu inafanya nini? Inawezekana. Njoo tuweze kushikana pamoja, tueneze injili ya Bwana na kila kitu kitakuwa sawa. So nataka nimwambie kwamba hata wale watoto mwalete. Yesu alisema katika Biblia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ya ufalme wa mbinguni ni ufalme wa mbinguni tumeambiwa ni ya watoto wadogo. Tusiwadharau. Wakati wazazi walipokuwa wakileta watoto wadogo kwa Yesu, wanafunzi walikuwa wanakataa. Toeni hao watoto, wanapiga kelele. Lakini Yesu mwenyewe akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, ufalme wa mbinguni ni So tuwaleta hao watoto. Tunapoleta hao watoto, hata yule mwenye amekuja hapa mdogo hii kamera inamshika. Akikuwa mkubwa, tumesikia amesema amen. Hiyo ni kanisa. Bwana asifiwe. Na hakika tunaenda mbali. So tuzidi kuombeana. Nataka tu tusome katika kitabu cha Ezekia 38:1. Tusikie vile Biblia inatuambia.
tutakumbusha aje Mungu? Wakati Ezekia 38 mstari wa kwanza. Ezekiel inasema ya kwamba neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako mwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Lashi, Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake, useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, Gogu mkuu wa Lashi na Mesheki na Tubali. Bwana asifiwe. Kaza nini? Kaza uso wako. Bwana asifiwe. Na nimepata mtumishi ametupea neno la uzima. Tusifunike dhambi. Usipende mtu hata kama hapo na mali na amekuja katika kanisa, usifunike. Dhambi ni dhambi na dhambi inastahili ikemewe. Bwana asifiwe. Afadhali uwe mtu mmoja na ueneze neno la Bwana na Mungu azidi kukubariki kuliko kukuwa na umati wa watu. Lazima ukaze macho kabisa, uhakikishe ya kwamba hakuna dhambi ambayo inafanya nini. Hii ni kanisa inaanza. Na hii kanisa inapoanza ianze na utakatifu, imalize kwa utakatifu. Abadali tuende tuwahubirie wale wenye dhambi wakuje, kuliko kuendelea na dhambi. Unapenda mtu ambaye ako na dhambi na kanisa ikuje iharibike. Ukiona unafunga kanisa, kuna wenye dhambi bado wako mahali hapo na umefunika. Ondoa. Abadali vile umesema mama ya kwamba waende wajipange, wafanye nini? Na wewe utamkumbusha nini Mungu? Kama hujamfanyia Mungu kazi, utakumbusha nini Mungu? Alafu kitabu kingine tena ni Isaya 38:1 pia. Tusome Isaya 38:1 tusikie. Inasema, siku hizo Ezekieli aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo ni mtumishi wa nani? Mungu. Alikuwa mgonjwa. Mungu akamwambia kwamba tengeneza mambo yako tayari, au utakuwa na uhai tena, unaenda kufanya nini? Kukufa. Wewe ukiambiwa hivyo utafanya nini? Si utastuka? Endelea. Nasema ya kwamba basi Ezekia akajigeuza akaelekea uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka ya kwamba jinsi Mungu alimwambia kwamba apange mambo yake kwa kuwa hatakuwa na uhai tena. Ezekia kusikia hivyo akapiga magoti akilia kwa uchungu, akitazama ukuta, akimwambia Mungu, tazama. Sasa Ezekia ndio anamkumbusha Mungu yale ambayo alikuwa akiyatenda. Na wewe kama haujatenda utamkumbusha Mungu nini? Hakuna. Ndio unaona Mungu anafanya hao wazazi wanafanya nini? Wanaishi. Kwa nini? Wako na roho nzuri. Siku hizi unapata watu wanakufa haraka kwa sababu gani? Hawajazama katika huduma. Bwana asifiwe. Hawajamtumikia Mungu. Ukiwa umemtumikia Mungu, Mungu anaongeza miaka nyingi. So Isaya mwana wa Amos, kumbuka, akatumwa. Nenda kwa Ezekia ukamwambia ya kwamba
Nimeongeza miaka ngapi? 15. Wewe ukiongeza miaka 15 unafanya nini? So unafurahi sana. Sasa baba wetu waambiwe ya kwamba utaishi miaka 200. Si utafurahi sana. Hiyo ni Mungu. Bwana asifiwe. So nataka niwashukuru. Majina yangu naitwa mtumishi Eric Baraka Momanyi. Barikiwe. Amen. Katika jina la Yesu. Tunaendelea vizuri sana. Simama ni moto. Moto. Haleluya. Ni fire si fire. Haleluya. Ya Yesu. Haleluya. Kuna wimbo wangu napenda sana inasema nimezunguka dunia yote nikitafuta rafiki yangu nimwambie shida zangu mimi rafiki sijampata mimi rafiki sijamuona mimi yuko wapi Yesu nimwambie shida zangu Bwana yuko wapi Yesu nimpe uchungu wangu Bwana nimpe na roho yangu Bwana rafiki sijampata mimi mimi natamani sana nimuone rafiki sijampata mimi ninatamanika kwamba nimuone mimi natamani sana nimuone yuko wapi Yesu nimwambie shida zangu Bwana yuko wapi Yesu nimpe mtungo wangu Bwana nimpe na roho yangu Bwana nimempata rafiki yangu na jina lake ni Yesu Bwana hawezi akaniacha mimi sitamwacha milele Yesu sitamwacha milele Yesu yuko wapi Yesu nimwambie shida zangu Bwana yuko wapi Yesu nimpe na roho yangu Bwana nimpe na roho yangu Bwana pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. Wakati nataka nimkaribishe mke wangu Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akuja kwa kile kiko Amen. 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 Mimi nimefurahia sana kuja katika hii nyumba, kuona watu wako na furaha, wako na upendo. Tunashukuru Mungu kwa yote. Kwenye nilisema hii ni mwanzo. Tunaenda mbali katika jina la Yesu. Si hapa tu, tunaenda kimataifa. Amen. Tunamshukuru Mungu sana. Amen. Amen. Kaza Malkia Gombe waje nitulie hapa dakika 10. Na alipota ndoto hiyo. Neno linasema ya kwamba alipoamka akasema gai, kwani nimekaa kwa malango ya Bwana. Maandiko yanasema akachukua ile jiwe alikuwa amelalia akalipanda vizuri.
akachukua akaipanda, akasema hii ni madhabahu, na akamwagilia mafuta. Na ndio maana nataka tumwagilie mafuta hapa leo katika jina la Yesu. Amen. Ukisikia mahali ambapo kuna Mungu, weka alama. Salimia jirani, mwambie weka alama katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Akamwagilia ile jiwe mafuta, akaweka alama na akaweka maagano na Mungu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema Yakoba akamwagia mafuta. Akamwagia mafuta, akaweka alama, hajaondoa. No. Amen. Hiyo the first video jiwe hili. Lazima utembee katika ufunuo. Akaweka nini? Akaweka alama na akasema mahali hapa ni madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ni madhabahu ambayo inainuliwa. Hello? Ni mahali hapo utaenda kukutana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuweke kitu kitakuwa madhabahu. Nataka tuweke madhabahu mafuta. Nataka tuweke madhabahu nguzo. Nataka tunenee madhabahu yetu siku ya leo. Hii mji tutafanikiwa kwa sababu ya kuinulia Mungu madhabahu. Haleluya. Amen. Hapa tutafanikiwa mama. Kwa sababu tumeinulia Mungu madhabahu. Yes. Madhabahu hiyo na Roho Mtakatifu. Yes. Madhabahu hiyo na kibali cha Bwana. Yes. Madhabahu ambayo Mungu anainenea. Yes. Hiyo ndio madhabahu tunahitaji kujenga siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Ili Bwana atuambie katika ndulele ni unao kwanza ni wanda kanali. Ni hao. Sio si yako Mungu yuko wapi? Ni wapi tutasimama hawa watu wajue ya kwamba unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wapi hapa tutasimama? Ili watu hawa wajue ya kwamba unatunenea. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka maagano na akatia mafuta. Maandiko inasema ya kwamba naye Mungu akaambia Mungu, nitakapoenda na nikirudi, kitu ya kwanza akaomba, nikienda unibariki, unifishe na unilishe. Na upanue mpaka yangu. Nikirudi nitajenga mimi madhabahu. Amen. Akaweka maagano. Amen. Hakuna vile utatembea na Mungu kama huna maagano. Amen. Lazima tuwe na maagano wapendwa. Maagano hata kwa ndoa ni maagano. Yes. Ndoa yenye haina maagano hiyo sio ndoa. Ni come and stay. Kuja tukae kuishi. Lakini sio ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunataka tuambie Mungu, tunataka tuagane nawe. Tunataka ushirika wetu nawe udhibitike. Tunataka Mungu tutakaposimama ndulele utufike tu na utukufu wako. Maandiko inasema Yakoba, Mungu akasikia maombi ya Yakobo. Alipoenda Labani alikuwa mkora, alikuwa conman, alikuwa mnyanyasaji. Yeye na hakujua huyo kijana ako na sifa ya Mungu. Hakujua huyo kijana ako na kibali cha Mungu. Hakujua huyo kijana kuna maagano ameweka. Hakujua huyo kijana kuna jiwe ameweka inamtetea mahali. Unajua mawe hiyo ilimtetea. Alipoenda akafanya kazi, akataka kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaambia sasa itabidi miaka 7 ulipe gharama ya kutoa mahali. Hebu niambie, miaka 7. Lakini jiwe mahali alisimamisha bado linamtetea. Bado jiwe linamngojea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema nitafanya miaka 7 kwa sababu nipate mke. Yule mke alipata wa kwanza sio yule aliyopenda. Labda ni akamwambia kulingana na desturi zetu lazima wa kwanza aende ndio wa pili aolewe. Akamwambia sasa ongezeka kingine 7 ulipie gharama ya huyo wa pili. Lakini kwa sababu kuna madhabahu inamtetea, kuna jiwe alisimamisha na akaweka maagano ya kwamba akienda akibarikiwa atakuja hapa ili ainulie Mungu madhabahu. Hakusita kuendelea kulipa gharama. Haleluya. Amen. Usipende kumuinulia Mungu kitu haina gharama. Don't get the gear. Kwa bari ya gaikiwa gona utakirete dhogora. Badala ya waso, sasa utaenda nje. Unapiga kelele sana nje. Enda na ukacheza na watu wengine. Ama utulie ama nikuchape. Wewe too much. Baba. Yeah. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulia hapo. Ama na kutoka saa hizi kiboko nitaongea.
kwa sifa. Amen. Haleluya. Amen. So ile jiwe ambaye alimuinulia Bwana, Mungu akamtetea. Bwana akamtetea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So siku ya leo tunataka tuweze kupata mafuta, tuweze kufanya mambo hapa. Bwana ya worship. Amen. Tuinulie Mungu madhabahu katika nyumba hii ili Bwana atupatie mwelekeo. Yes. Kile utasema leo katika madhabahu haya, Mungu yuko hapa atasikia. Mungu yuko hapa atasema na wewe. Kuna ubari ambapo huko lezo lule bure. Hakuletwa hapo ukae tu hivyo. Kuna kasi kubwa iko hapa. Lakini hawezi ukafanya mpaka madhabahu isimame. Haleluya. Amen. Mahali ambapo utakuwa ukikutana na Mungu wako. Ana akamlilia Mungu katika madhabahu ya Shilo. Na hapa akapeleka dhabihu zake na akamlilia Bwana ampe mtoto. Na hapo Mungu akamfungua. Madhabahu iko na nguvu ya kufungua. Madhabahu huwa inasema, madhabahu huwa inazungumza. So chochote ambacho tunafanya siku ya leo, wacha ikawa ni mapenzi ya nani? Ya Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama kwa miguu yako. In the mighty name of Jesus. Tumeongea mambo mawili. Sasa jambo la kwanza lazima uinulie Mungu madhabahu. Na ya pili lazima uwe na maagano. Baba wa miujiza. 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 Yesu. Baba wa miujiza. Baba wa miujiza. Baba wa miujiza. Baba wa utakaso. Baba wa utakaso. Baba wa utakaso. Baba wa utakaso. Baba unikumbuke. Baba unikumbuke. Baba unikumbuke. Baba unikumbuke. Baba katika jina la Yesu. Wewe ndio uwezo. Mama ndani yako Bwana. Yes. Hapo ndio Genesis chapter 28 verse 18. Biblia inatuambia kwamba na safu ya pili itakuwa zumaridi. Genesis 28 verse 18. Oh, Genesis. Yeah. 28:18 Yes. inasema 18. Yeah. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji. No. Eh? Mwanzo 28:18. Genesis 28:18. verse 18. Ehe. Si ni hivyo? Ehe. Inasema Isaka. Oh, ndio hapo sasa. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitua lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli. Lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. So nataka kusema kwamba wakati wowote ukisikia kitu kinaitwa mafuta huwa inabadilisha. Wanaweza pesa watu. So akasimama na ni mahali alikuwa amelala, hakuwa anajua nini kitatokea. Tulitangulia kusema kwamba alikuwa kwenye shughuli zake. Kama vile ukatolele kwa shughuli zako. Lakini hujui kile kitatokea. Walipodhani washomo. So alipoamka asubuhi mapema, mahali pale ambapo aliotea ndoto,
akaamuka. Inasema kwamba akaamuka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo. Unajua nguzo ni nini? Nguzo. Yeah? Yani nguzo ni ile kitu inakuwa ya kushikilia nyumba. Hello? Nyumba ambayo haina nguzo haina msingi. So akaweka msingi. Bwana asifiwe sifa. Amen. Akaweka ile jiwe kama msingi kwa jina lingine ama kwa tafsiri nyingine. Na akamimina nini? Akamimina mafuta juu yake. Akaliita jina mahali pale Bethel. Yeah? Bethel. Tafsiri ya Bethel ni nini? Yeah? Bethel. Yeah. Unajua madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana ama mahali pa kukutania na Mungu. Bwana asifiwe sifa. So akamimina mafuta mahali pale, lakini jina la pale mwanzo ilikuwa ni Luzu ni kusemaje? Nataka hiyo Jumapili ukuje uniambie vizuri, unitafsirie hiyo. Wewe ufanye uchunguzi kwa maandiko, ukuje uniambie Luzu inamaanisha nini? Sawa sawa? Sawa. Sitaki kupatia challenge za hili, lakini sasa ile uchunguzi ya Luzu ni nini? Hiyo ni Biblia tukwambia. So ilikuwa kitu ambaye haina kibali. Palikuwa mahali ambapo ni kichaka tu. Palikuwa ukiwa. Hakuna mtu angejua kwamba hii ni malango ya Mungu. Haleluya. Mpaka wakati Yakobo mmwagilia mafuta alipofika na Mungu akamfunulia hiyo hapo. Nikakwambia duniani kuna madhabahu ngapi? Kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu ya shetani. Haleluya. Unaona? Na madhabahu ya Mungu ni mpaka uombe, ukae utulie mpaka usikie sauti ya Mungu. Ili akuonyeshe madhabahu hiyo iko wapi. Maana yake unasajidanganya wewe kwa mawazo yako ukisema hii ni ya Mungu, kumbe hapo ndio kiti ya shetani imewekwa. Sio kupoteza nafasi yako. Ile mambo utatoka naye hapo itakupatia kisirani mpaka uonekana kwamba hakuna Mungu. Lakini kwa madhabahu ya Mungu kuna solution. Maana inasemaje hapo chini? Ukitarapo kidogo 20. Yakobo akaweka nadiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akanilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Itakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea sehemu ya 10. Piga Yesu makofi. Haleluya. Akaweka nadhiri mbele za Bwana. Akaweka ahadi. Bwana asifiwe sifa. Amen. Madhabahu ni mahali pa kuleta fungu la 10. Wakati hizi ni ahadi ambazo anamwambia Mungu, ati nikienda Mungu anipe baraka. Nikienda Mungu anipe chakula. Nikienda Mungu anilinde. Nikirudi. Unajua unaweza toka hapa sasa hiyo hauna chochote, lakini unaweza enda hivi. Wewe ukirudi. Haleluya. Amen. Upate ufunguo ya gari. Ukirudi. Haleluya. Uko na kondoo ombe kwa wake. Ukirudi. Amen. Uko na marugamia. Ukirudi. Haleluya. Madhabahu unatoka na power. Lakini nategemea kile ulinenea. Amen. Na Mungu ukisoma sasa kwa Hosea 29 huko utasikia vile Mungu alimfanyia Yakobo. Bwana asifiwe sifa. Amen. Hebu imagine mpaka hiyo jina ilibadilishwa. Yes. Ibadilisho. Hebu imagine yeye ndio Israeli leo. Tunaongea na mtu ambaye amebarikiwa. Maana yake aliinua jiwe na akamimina mafuta na akaweka nadhiri na akaweka ahadi. Umoja na wewe tuira nina kile kaneno la gari. Lazima tuweke ahadi na Mungu siku ya leo. Yes. Kama mnataka madhabahu hii iweze kuwazungumzia na ikaweze kuwabariki, lazima leo tuweke nadhiri. Haleluya. Tunakwenda kuisimamisha. Sisi tutatumia jiwe gani leo?
Tutatumia jiwe yenye itakuwa kubwa. Jadara kaiga. Baba yetu tutafutie mawe. Na ujue hiyo sasa sio yako. Hiyo tunaiteua ya Mungu. Hata kama ni ile leta. Hiyo leo tunaiteua. Tunafanya practical na itakuwa physical. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Manake alitumia jiwe. Pastor mchukulie maana. Msaidie mrudishe. Msaidie mseke. Au ni nzito. Inasa. Na msileta kubwa tena sana. Yaani vitu vingine lazima tunaigeuza kwa imani. Yes, spiritually. Yes, inaonekana kwa macho ya kimwili lakini kiroho ni kitu kubwa. Sasa nataka uweke kwa mawazo yako. Hiyo jiwe tukimwagilia mafuta, ona madhabahu kubwa. Amen. Haleluya. Tukimwagilia mafuta, ona kanisa kubwa. Amen. Tukimwagilia mafuta, ona washirika wengi. Amen. Ona wazee kwa wamama. Amen. Ona washirika. Amen. Iko sawa. Kwa sababu ile jiwe ilikataliwa hii. Hii ilikataliwa na wajenzi. Hiyo ni Psalm 118. Psalm 118 tasoma. Hiyo lazima tusome. Chapter 118. Psalm 118 alafu anzie 22. Psalms 118. Anzie 22. Verse 22. Tuliosha kwanza. Hapana. Mara ya hesabu. 118 verse 22. Inasema hivi verse 22. Jiwe lililokataliwa na waashi limekuwa jiwe La pembeni. Jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Amen. Neno hili limetoka kwa Bwana. Nalo ni ajabu machoni petu. Neno hili limetoka kwa Bwana. Yes. Haleluya. Nalo haleluya. Ni ajabu, yani ni magagania. Maisha ni maisha. Yani ninafanya hivi physical lakini spiritual itakuwa kubwa. Amen. Sasa nataka uuse akili yako. Ona kanisa kubwa kupitia hii jiwe. Amen. Ona madhabahu ya mawe. Amen. Haleluya. Yes. Ona washirika wagufu. Yes. Amen. Amen. Washirika si unajua kuna washirika lakini washirika washukiwa. Mshirika lakini mshukiwa. Nimwe kuwerewa. Bwana sifa. Amen. Na Yesu alikuwa na washirika kama wale. Wakati aliwapatia mtihani wakarudi nyuma, akabaki na 12. Bwana sifa. Akawauliza, akaenda kuuliza na nyinyi nini mnafanya hapa? Petro akamwambia tunaenda wapi? Na wewe ndio uko na uzima wa milele? Hello. Vitu vingine kukatalia kwa lazima. Kupitia hii jiwe kuna mambo itafanyika. Amen. Kupitia hii madhabahu maisha yako itafunguliwa. Amen. Kupitia hii madhabahu tunafanya leo na Biblia hii. Mungu atasikia sauti yako. Amen. Na kule utakapoenda utapokea mavuno. Amen. Utapokea baraka. Na ukienda ukirudi utakuja na dhabihu kumtolea Bwana. Amen. Sema yes. Yes. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fanya dhabihu sasa tunasimama sote kwa sababu ya heshima. Kwa sababu ya heshima ili niite wazee wasaidi wakubaliwa kutoa nini? Dhabihu. Wakuja hapa na Pastor Momani, mzee wetu na Pastor Ruth inakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuweka msingi. Tuweke msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni neno la Bwana. Ya kwamba akamimina mafuta. Akamimina mafuta. Nataka tushike hivi. Shikeni hiyo namna hii. Shikeni hapa chini. Akamimina mafuta. Mahali pale ilikuwa inaitwa Luzu. Lakini ilipomwagiliwa mafuta ikabadilika. Ikaitwa Bethel. Ikaitwa Bethel. Bwana tunakamata ndulele. Amen. Tunakamata ndulele kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu yako itakuwa kubwa mahali hapa. Yes. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Washirika watafunguliwa. Yes. Wale na mapepo watafunguliwa. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Kupitia hii madhabahu tumeidua leo. Yes. Baba utashuka. Yes. Na kuongea na watu wako. Yes. Bwana utashuka. Na kuokoa watu wako. Yes. Watakuja na shida. Yes. Watakutoka kwa umepona. Yes. Watakuja kwa maskini. Yes. Watatoka kwa matajiri. Yes. Kwa sababu hii Bethel itawabadilisha. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Siku leo tumenenei mawe. Yes. Tunanei mawe kama madhabahu. Yes. Ya kwamba yeye atakayefika hapa Bwana Yes. akiwa na shida, Yes. akiwa akikibishwa, Yes. akifika hapa Bwana Yes. wacha apokee amani. Yes. Baba apate raha. Yes. Baba acha afunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Jiwe Bwana. Yes.
Hili neno lako. Ni Bwana Yesu. Tuzungumzie habari yake. Wakimbia hapa Bwana, wacha wapone, wacha wainuke, wacha vipofu fanya kazi. Roho Mtakatifu, kuanzia sasa, kwa shukari, anza kuzungumza, anza kunena katika jina la Yesu. Kwa Bwana umefanya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Kuanzia leo kanisa imefunguka. Katika Ndulele. Yes. Kanisa iliyopata kwenye misingi ya manabii na mitume. Katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa walio madhabahu haya watafunguliwa. Walio madhabahu haya hawatafungwa tena. Maana madhabahu yao ishainuliwa katika mji wa Ndulele. Tumetangaza ya kwamba kuanzia sasa wasipate usingizi. Kuanzia sasa wasipate amani. Kuanzia sasa wale wasumbuliwe. Nimetuma malaika kwa kanisa hili awaamushe, awaamushe wale wamelala, usingizi wa dhambi, awaamushe. Nimetuma malaika waende manyumba zao, wale wainjilisti wamelala, awaamushe katika jina la Yesu. Wale waombezi ambao wamelala, tumemtuma malaika waende madhabahu, awaamushe kule waliko, hao waibaji, hao waombezi, hao wainjilisti. Jina la Yesu inatangaza ya kwamba kuanzia sasa hakuna usingizi tena, hakuna kulala tena, hakuna usingizi tena, hakuna kulala tena. Waimbaji hawatalala, waimbaji hawatalala, manabii hawatalala. Waamushwe, Kwa jina la Yesu. Madhabahu haya ianze kuwatetea, ianze kuwatetea. Wakifika hapa Bwana, wacha wapate amani. Wakifika hapa Bwana, wacha wapate furaha. Ndoa zilizovunjika zinapofika mahali hapa, wacha uponyaji wa ndoa ukaweza kupatikana katika jina la Yesu. Hii ni Bethel. Hii ni Bethel. Madhabahu yako Bwana, zungumza sasa. Sema na watu wako katika Ndulele Bwana. Waamushe sasa, waamushe sasa. Kazi yako sasa imeinuka Baba, watumie sasa. Tuma manabii, tuma waombezi, tuma waibaji kwa jina la Yesu. Kila kazi na idara zote zinasimama kwa jina lako. Asante Bwana kwa sababu umetuonea, umetuonekania, umetukumbuka, umetukumbuka. Oh, thank you Lord. Kila mtu apate nafasi ya dakika 5, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante kwa sababu Bwana asante. Hii madhabahu itakutetea. Oh, thank you madhabahu yako Lord. Thank you Almighty God. We come before you Lord. Thank you Almighty God. Thank you Lord. Makatala for your people. Rama shatala baba. Makoko sheketere mayadala. Rikama gatala.